Takriban ya shilingi milioni 15 zimekabidhiwa kwa washindi wa mifumo ya kisayansi kutoka chuo cha Dar es Salaam, Tanzania, kwa lengo la kuwainua wanafunzi wenye vipaji mbalimbali na kuweza kujiajiri wenyewe. Dr. Erasto Mliuka, kaimu mkurugenzi kutoka kituo cha kuendeleza na kuhaulisha IT Tanzania, anazungumzia tukio hilo lililofanyika kwa siku 3 katika chuo cha IIT Madrasa Buleo, Magharibi B, Unguja, kama hapa anapoanza kuongea. Majadiliano yaliyokuwepo hapa ni kwamba vyuo vikuu vinapokea vijana wetu ambayo ndio rasilimali adimu katika dunia hii ya leo. Vijana wanakuwa wanakaa nao kwa muda wa miaka 3 hadi 4, wanatoka wakiwa hawana kazi. Sasa mjadala uliokuwepo, vyuo vikuu vibadilike namna ya kuwalea vijana kimasomo na kiumahiri, waweze kulelewa kiasi cha kwamba wanakuwa ni wafanyabiashara, watoke pale wakiwa na makampuni. Tulikuwa na mazungumzo yanayolenga kubadilisha vyuo kuwa ni mashine ya kutengeneza viwanda pamoja na makampuni changa. Tumetoka na mikakati ambapo wahadhiri hawa kutoka kwenye hivi vyuo mbalimbali wataenda kuwawezesha vijana kuweza kuunda biashara kupitia miundombinu ambayo ipo ndani ya vyuo. Mara nyingi huwa inaitwa innovation intermediaries, yaani center kwa ajili ya ubunifu. Kwa hiyo kutoka kwenye hizo center tunatarajia saizi wahitimu wataweza kutoka na makampuni changa wakajiajiri na wakaajiri watu wengine, na pia wana uwezo wa kuwa wanazalisha teknolojia ambazo chuo kitaweza kushirikiana na wahadhiri kuweza kuziuza hizo teknolojia na chuo kuwa na vyanzo vya mapato. Kwa hiyo kwa hizi siku 3 tumetoka na mikakati namna ambavyo vyuo hivi kutoka kwenye hizi nchi 4 vinavyoweza kushirikiana kwenye maeneo ambayo kila chuo ina uwezo wa kufanya vizuri kuliko mwenzake. Tunatarajia mashirikiano kama haya yataenda kubadilisha uchumi ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki, kwa maana hawa vijana wataenda kuwa na makampuni na makampuni hayo yataweza kuingiza bidhaa sokoni na kuweza kubadilisha maisha ya watu. Walikuwa wamepewa nafasi vijana kuweza kutoa bunifu walizozifanya. Wametoa kwenye eneo la kilimo, wamekuja na teknolojia mbalimbali za kilimo, kuanzia kwenye rutuba ya udongo, namna ya kuweza kutambua rutuba, namna ya kumwagilia na kuwa uzalishaji kuongeza. Na pia kuna eneo ambalo ni chipukizi, wanaita biashara ya kaboni. Kwa hiyo wamekuja na namna ambavyo, kwa vile tayari warekebu duniani wamesema tuangalie kiwango cha kaboni, kwa wamekuja na mfumo ambao utaweza kuratibu wale wanaofanya shughuli za kibiashara kwenye maeneo ya kijani, waweze kuratibu mwenendo wa kaboni na kuweza kuwa na manufaa katika nchi yetu. Kwa ambavyo walioweza kupicha hapa, tumeona ufadhili kutoka serikali ya Uingereza ikitoa kiwango cha paundi hadi 15,000, lakini ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tume ya Sayansi na Teknolojia inatoa ruzuku kwa wale vijana ambao wana bunifu ambazo wanatakiwa kuboresha. Na pia imefikia hatua tunao mfuko wa kuendeleza sayansi na teknolojia nchini, MTUSATE, ikishirikiana na benki ya CRDB. Tunatoa mkopo kwa vijana ambao tayari wana bidhaa zinazotakiwa kuingia sokoni kwa kiasi cha kuanzia anachokiomba hadi milioni 200. Kwa vile ilikuwa ni motisha, tulikuwa na makundi ya vijana 5 na kila kundi lilikuwa na wanachama wasiopungua 5. Kitu gani tunajaribu kukichochea hapa ni kwamba ili biashara yote iweze kufanikiwa, kijana mwanzilishi wa biashara
anahitaji kuwa na wasaidizi wanaoweza kumsaidia ile biashara iwe endelevu. Kwa majina naitwa Kelvin Hemu Erasto, mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Leo tumeshinda katika hitimisho la siku kadhaa ambao tulikuwepo hapa, na tumefanikiwa kushinda kiasi cha Tanzania shilingi milioni 15 ambacho kitatusaidia kuweza kukuza biashara yetu iweze kuwafikia Watanzania wengi zaidi. Na kuanzia sasa hivi hawa wakufunzi wataendelea kutufunza zaidi ili mradi tuweze kukua zaidi na zaidi, na hiki kiasi kitaweza kutusababisha sisi tuweze kufanya kazi kwa wepesi. Kwa hiyo tunawashukuru sana walio organize event na furaha sana. Nikiripoti kutokea visiwani Zanzibar, Abdalla Balozi, Sema Africa TV.